aina 5 ya tabia mbaya ambazo mwanamke au mwanaume huzaliwa nazo. Haijalishi kama utaingia kwenye mahusiano ama ndoa, unatakiwa kujua kwamba kuna aina 5 ya tabia mbaya ambayo mwanamke au mwanaume huzaliwa nayo. Kwa hiyo unatakiwa makini sana unapochagua mwanaume au mwanamke wa kufunga naye ndoa, kwa sababu kuingia kwenye mahusiano ni sehemu ambayo watu wengi wanaingia kucheza, lakini katika swala la kufunga ndoa hakikisha unakuwa unajua kwamba kuna aina 5 ya tabia mbaya ambayo mwanamke au mwanaume anakuwa amezaliwa nazo, na hizi tabia huwa hazibadiliki kwa maombi. Ni tabia ambayo mtu anakuwa amezaliwa hivyo. Hata ukisoma katika vitabu vya kidini, sura za mwanzo, Abeli na Kaini aliweza kumuua Abeli kutokana na ile tabia ya ukatili. Kwa hiyo kuna tabia ambayo mtu anazaliwa akiwa na tabia mbaya. Kwa hiyo unatakiwa unafahamu kwamba kuna tabia ambayo mwanamke au mwanaume anakuwa nazo, anakuwa amezaliwa hivyo. Tabia ya kwanza ni tabia ya umalaya. Hajalishi mwanamke, hajalishi mwanaume. Kuna mwanamke ambaye ni malaya, yani amezaliwa hivyo akiwa ni malaya. Kuna mwanaume pia amezaliwa ambaye yani akiwa ni malaya. Hii tabia unatakiwa uweze kujua kwamba haiwezi kubadilika kwa maombi. Ni kwamba mtu huyu anakuwa amezaliwa hivyo. Kwa hiyo ni mojawapo ya tabia ambayo ni mbaya ambayo mwanamke au mwanaume anaweza kawa amezaliwa nayo. Na pia tabia ya pili ni tabia ya ubinafsi. Mwanamke au mwanaume anaweza kuwa amezaliwa na tabia ya ubinafsi. Kwa hiyo unapoingia katika ndoa hakikisha unajua hii tabia kwamba huyu mwanamke anaenda kufunga naye ndoa au huyu mwanaume anaenda kuolewa naye kama na tabia ya ubinafsi, basi itafika wakati katika kipindi cha kuvumiliana utakuwa unateseka. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba hii ni tabia ambayo haibadiliki. Kama mwanamke au mwanaume ana tabia ambayo ana ubinafsi, unatakiwa uweze kuachana naye, usifunge naye ndoa. Na pia tabia nyingine ya tatu ni tabia ya kutojali. Mwanamke au mwanaume kama ana tabia ya kutojali, hii ni mojawapo ya tabia mbaya ambayo mtu anazaliwa nayo. Na mara nyingi yani mtu kama ana tabia ya kutojali huwa ni rahisi kufikisha picha za uchi za mwanamke au za mwanaume. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba hii ni tabia ambayo mtu anazaliwa nayo. Hajalishi utaomba vipi, ni kwamba hii ni tabia mtu anakuwa amezaliwa hivyo. Na pia tabia nyingine ni tabia ya uongo. Ni kweli duniani lazima uishi kwa uongo kwa sababu ndio mfumo wa maisha, lakini ni tabia ambayo mtu anazaliwa nayo. Yaani kama mtu ni Mungu alipitiliza. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba hii ni mojawapo ya tabia ambayo mtu anazaliwa nayo. So yaani haiwezi kubadilika kwa maombi. Na pia tabia nyingine ni tabia ya kujijali yeye. Hii ni mojawapo ya tabia ambayo mtu akiwa nayo ni mojawapo ya tabia mbaya, kwa sababu mtu ambaye anajijali yeye anaweza kufanya kitu kibaya kwa ajili ya kujipambania yeye. Mfano, kuna wanaume ambao wanaua wake zao kwa sababu anajijali yeye binafsi. Kuna wanawake ambao wanaua waume zao kwa sababu yeye anajijali yeye binafsi. Kwa hiyo ni mojawapo ya tabia ambayo ni mbaya. Kwa hiyo unatakiwa kama unahitaji kuingia kwenye ndoa, kwa sababu kwenye mahusiano ni jambo la kawaida, watu wanaingia kwenye mahusiano kama kurukaruka, lakini unapoingia kwenye ndoa hakikisha unajua kwamba mwanamke au mwanaume asiwe na hizi tabia mbaya, kwa sababu ni tabia ambazo zitakutesa kwenye ndoa, na wengi wao wamefariki kwenye ndoa kwa sababu ya kupuuzia hizi tabia mbaya, wakiamini kwamba nguvu ya mapenzi inaweza kumbadilisha mtu. Hapana. Tabia mbaya haiwezi kubadilika kwa nguvu ya mapenzi. Tabia mbaya haiwezi kubadilika kwa maombi wala kwa ushirikina. Ni mtu amezaliwa hivyo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufahamu hiyo. Naitwa Isaac.